waliokuwepo hamna hata mmoja aliyopita kwenye mpira wa miguu. Lakini kwa kuwa mimi nimepita kidogo, naelewa. Naelewa ni namna gani wachezaji wanaumia hususan wanapofungwa kwenye mashindano ya ndani. Naelewa ni namna gani wachezaji wanaumia hususan wanapofungwa kwenye mechi za dabi. Okay. Kwa hiyo Dosa unataka kuniambia kwamba mtu ambaye akifanikiwa kimataifa, kwa mfano angechukua Simba kombe la shirikisho na nyinyi mmechukua huko vikombe vyote, ni nani angekuwa ana sifa zaidi? Hapo ungeenda tu kwenye value. Samani tu. Ungepiga tu hesabu. Umesoma mathematiki vizuri? Ungepiga hiyo. Okay. Kwa unasemaje katika hilo? Tuzungumzie tu finali waliofika Simba na kucheza finali na Young Africans ambaye amechukua vikombe vyote vitano. Nani ambaye ana thamani kubwa msimu Simba kucheza finali na Young Africans kuchukua vikombe vitano, vikombe vingine ambavyo vikiwa vijulikani kwenye ratiba hiyo? Yupi ambaye ana thamani msimu? Singano, mbona swali lako lazima uambatanishe Yanga na Simba? Huweki swali moja kwa moja. Mimi nimesema Yanga amefanikiwa kwenye mashindano ya ndani. Si nimesema mwanzo? Na mimi nimekuuliza ya kwamba ndio umesema, na mimi nikakuuliza ya kwamba nani ana thamani kubwa? Simba hajachukua kombe. Kama angechukua kombe tungekuja nayo maswali. Ila ipi ambayo ina value kubwa katika kombe hili na huko kimataifa na huko ya ndani? Alocheza finali na huyu ambaye yupi ambaye tunaweza tukasema mwaka huu kuna namna ambavyo no comment. Wamepiga bilioni 2.6 huyo. Tuwe wa kweli. Ligi yetu ya ndani value yake ni ndogo mno. Kwa Simba ndio maana ukaja unaitetea Simba. Ndio maana kuna namna wenye vitu wa vilabu vyote nchini Tanzania wanapaswa kuungana kwa kuona ni namna gani watakwenda kuboresha maslahi ya bingwa wa ligi kuu NBC. Kwa sababu leo ukienda kwenye ligi kuu NBC ya ligi kuu ya South Africa ina value kubwa kuliko kombe la shirikisho. Si ndio? Kwa hiyo nataka kuniambia kwamba Dosa Simba ameacha kwa sababu ameona thamani yake ndogo, bora apambane kimataifa. Simba amezidiwa ndani. Na mtu alomharibia Simba msimu ni Yanga. Kwa sababu wewe Singano akasome vizuri. Simba amecheza zaidi ya mechi 20 msimu huu, si ndio? Simba kafungwa na mtu mmoja tu. Simba kafungwa na Yanga peke yake. Home and away. Lakini Yanga kafungwa na timu ngapi? 2. Ndio maana mimi nikawaambia watani zangu, kuna namna msimu ujao mkaenda kutafuta timu ya kuja kumfunga Yanga tu. Dosa, tuweke nukta kwenye hilo. Murtaza Mangungu amekuwa anaimbwa sana na wanachama wa Simba. Wewe kwenye hili unasemaje? Mangungu amefanywa ni kama mbuzi wa kafara. Mangungu ana hela. Mangungu hana pesa. Lakini Mangungu ni kiongozi bora. Lakini Mangungu ni kiongozi wa mfano ndani ya Simba Sport Club. Kuna watu wanatoa shutuma kwa Mangungu, ndio? Ndio. Na taarifa za ndani zipo. Kuna baadhi ya wazee wametumiwa pesa kwa ajili ya kuandamana Mangungu aondoke madarakani. Okay. Wametumiwa pesa na nani? Wapo. Okay. Lakini mwenye akili yoyote mwana Simba, si ndio? Aje hadharani aseme ni kiongozi gani ndani ya miaka 20 amepita ambaye bora kuliko Mangungu. Murtaza. Aje. Tustukane tu kwa sababu tunazungumza kwenye vyombo. Dosa, kuna makundi mawili sasa hivi. Ndio maana nikasema hilo kundi linalompinga Mangungu taarifa ninazo, amechukua hela. Okay. Kwa hiyo umebaki. Na mimi niwaambie, Mangungu wanaye na wanatamba naye. Mangungu wanaye na watatamba naye msimu ujao. Okay. Ni kwa nini Mangungu wana Simba na kuna mtupia alama sana? Kwa sababu hana hela. Shida ni pesa tu. Bas. Lakini Mungu akiyabadilisha maisha, pesa za Mo Dewji akizipeleka kwa Mangungu, leo hii kina Dr. Mo, leo hii kina Kisugu atamuimba Mangungu, wewe unatosha. Kwa hata Kisugu pia anampinga. Wewe ndio umesema, Nimekuuliza. Wewe ndio unasema. Mbona utaji Dr. Mo? Mimi sinamzungumzia swaiba yako. Leo hii kinaji Simba kama Mungu anazirudisha hela za Mo kuzipeleka kwa Mangungu, watasema Mangungu ni kiongozi wa kuigwa. Kwa unasema kwamba wana ushabiki wa kichawa, sio ushabiki kidai. Na hiyo ndio sababu Simba inapoanguka.
Machawa wao kwa wao hawaelewani. Braza Singano, Mangungu kipeleka timu nusu fainali ya kombe la shirikisho. Mangungu kaipeleka Simba fainali ya kombe la shirikisho. Wataje kiongozi gani mwingine? Watakwambia mbona 93 tulikwenda. Miaka 30 na. Muhimu wakae viongozi wa Simba waelewane. Kama wanaona Mangungu hastahili kuongoza, wamuondoe kwa heshima. Si maneno ya mtaani. Sio maneno na kadhaa na matusi wanayompa Mangungu. Wanamkosea Sana. baadhi yao ambao wanafanya hivi, kuna namna ambavyo wanatakiwa wachukuliwe hatua. Mangungu anayasikia maneno, sio kwamba hasikii, ama yeye pulazi tu yapokee. Wakiendelea kuvuka mipaka watashukuliwa hatua. Nimemsikia vizuri msemaji mkuu wa serikali. Ambaye ni katibu mkuu wa wizara ya nini? Ya michezo. Ndugu yangu Grison Msigwa amezungumza vizuri juzi. Na ametuasa vijana tunazungumza na mitandao ya kijamii. Vyombo vya habari ametuasa. Tuzungumza lakini tusivuke mipaka, si ndio? Kwa hiyo wanavuka mipaka. Mimi nawaambia kina Dr. Mo. Unamwambia Dr. Mo? Mkiendelea kuvuka mipaka kwa Mangungu mtachukuliwa hatua. Unamwambia Dr. Mo na wenzake. wakina Kisugu. Wakiendelea kuvuka mipaka kwa Murtaza Mangungu watachukuliwa hatua. Dosa, kuna taarifa zinaeleza kuhusiana na Babla Gonzales kama CEO ambaye wana Simba walikuwa ni kipenzi chao na kufanya vizuri ndani ya hii miaka 4 ambayo Simba alichukua ubingwa, lakini pia kumfunga mtani. Wanatamani kama angekuwa anarudi pale Simba. Wao wote wanotamani Babla Gonzales arudi, wote ni timu Mo. Wote ambao wanatamani Babla Gonzales arudi ni timu Mo. Babla sikakuwepo pale. Okay. Si ndio? Utawala Babla Simba imecheza finali Afrika? Hapana. Jibuni. Hapana. Kuona unataka kusemaje hapo? Dosa. Uongozi bora wa Simba ni uongozi wa Murtaza Mangungu. Ambao nayo unaunga mkono. Na mimi niko pamoja naye. Unamuunga mkono uongozi wa Babla huu ambao watu walikuwa na uzungumza. Babla kafanya nini? Twende Singano, Babla yuko kiongozi wa Simba, si ndio? Simba kwa inaishia robo finali kombe la klabu bingwa barani Afrika, si ndio? Na shirikisho, si ndio? Twende tangu Murtaza Mangungu apewe timu aje kufika robo finali ya CAF Champions League. Umefika. Simba aje kufika finali Afrika. Umefika. Babla aliweza hiyo? Ndio maana nasema wale wote wanotamani Babla Gonzales aje kuiongoza Simba, hao ni timu Mo. Kwa nini timu Mo? Tajiri na mali zake, maskini na watu wake. Inaonekana Babla ndo anaendana sana na tajiri. Kwamba anamfikia kwa karibu, lakini pia mipango ambayo anapanga. Hayo ni maisha binafsi. Mimi nazungumzia kwenye ngazi ya kuongozi na mafanikio yake. Lakini ndio hayo ndani ya mafanikio pia, kwamba ni watu ambao wanaonekana wanaendana sana. Sawa, wanaendana Singano. Hoja yangu wakati wanaendana timu ilifika finali, umenijibu hakuna, si ndio? Kwa nini sio Zubeda wa Mwimbi wakati yeye na Mangungu wameshirikiana kupeleka timu finali? Nyonge mnyongeni. Haki yake Mangungu apewe haki yake. Dosa, malizia neno moja la mwisho kwa mashabiki wa soka. Tunakwenda paredi. Unaenda kuungana na wanayanga. Tunakwenda paredi. Unafika hadi Msimbazi. Nitafika Msimbazi kwa watani zangu. Utaenda Jangwani. Nitafika Jangwani makao makuu. Beba vikombe vyote na kupiga picha. Na nitapiga picha. Okay. Singano, nisikilize vizuri. Usitishike na maneno wale vizuruda. Wewe ni Yanga, na utafika Jangwani na utapiga picha na makombe. Nikipata nafasi hiyo nitafanya hivyo. Unajua nafasi huwezi kupata. Wewe ndio unasema. Nimekuuliza. Kuingia Jangwani pale mtu kama Dosa, jina lako limekuwa linazungumziwa kizungumkuti, itakuwa si kazi rahisi. Umesema kizungumkuti, si ndio? Ina maana kwa mazuri na mabasi, ndio tafsiri zaidi. Basi nitakaa kwenye upande wa mazuri. Okay. Leo umekubali kurudi. Kwani nije kusema mimi nimetoka kule? Singano. Singano. Ubingwa wa Yanga. Mara 4 mfululizo. Wa ligi kuu na kombe la shirikisho.
Nawapongeza sana viongozi katika hili. Unawapongeza? Sana viongozi katika hili. Okay. Haikuwa kazi nyepesi. Una jingine? Nimemaliza. Asanteni sana. Shukrani.